Naitwa Askofu Evans Lucas Chande wa kanisa la Carmel Assemblies of God Tanzania. Tuko hapa hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Dodoma. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuleta msaada wa maziwa ya watoto njiti. Kama mnavyofahamu wa Tanzania kwamba kuna mambo mbalimbali ambayo huwa yanatokea hospitali. Kuna wengine wanazaliwa watoto ambao bado hawajatimiza miezi na bado wanalazimika watu wa hospitali kuendelea kuwalea mpaka angalau watakapokuwa wameshapata nguvu. Na mara nyingi wale ambao wanazaliwa hawajatimia miezi, mama zao huwa maziwa hayatoki. Sasa kwa maana hiyo hospitali au serikali inalazimika kutafuta maziwa, hasa kwa wale ambao hawana uwezo. Wanalazimika kutafuta maziwa kwa ajili ya kuwapa hao watoto ili kuwezesha waweze kukua na wafike kwenye utimilifu angalau wa siku kama ambavyo kitaalamu wenyewe madaktari wanashauri. Kwa hiyo sisi kama kanisa tumekuwa na jukumu la kuja hapa kuwaona, lakini pia si kuwaona tu, ni pamoja na kutoa msaada kama hii ya maziwa ya lactogen. Na kanisa letu mara nyingi huwa linatoa misaada mbalimbali, misaada ya kijamii. Kwa muda mrefu tu tumekuwa tukifanya hivyo, na hii wiki ni wiki ya kilele cha sherehe yetu ambayo itafanyika tarehe 19 ya kumsimika askofu mkuu wa kanisa letu. Kwa hiyo sisi tuko hapa kuleta maziwa. Jana tulikuwa na jukumu lingine la usafi wa mazingira, na leo tuko hapa kwa ajili ya kutoa maziwa, kuungana na serikali, kuunga mkono juhudi za serikali katika kuhakikisha Watanzania wanakuwa na afya bora. Ndio maana tumekuja hapa kuleta haya maziwa. Na mimi niseme na ushukuru sana uongozi wa hospitali hii, uongozi mzima wa hospitali pamoja na afisa ustawi wa jamii ambaye pia naye ametupokea kwa ajili ya jukumu hili la kukabidhi haya maziwa. Niwashukuru sana. Lakini pia niipongeze pia serikali kwa maboresho makubwa ambayo wameyafanya katika hospitali hii ya rufaa. Ukweli ni kwamba hospitali ukifika hapa utaona mabadiliko makubwa. Sio tu mabadiliko ya majengo, ni mabadiliko mengi. Hata zile huduma zenyewe zinazotolewa hapa ni huduma bora. Wanajitahidi sana sana sana. Kwa hiyo niipongeze serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo wanaendelea kufanya jitihada za kuboresha miundombinu ya upande wa afya, kuhakikisha Watanzania wanakuwa na afya bora. Kwa hiyo niwashukuru sana sana wafanyakazi wa hospitali hii. Pengine mtu mwingine anaweza kujiuliza kwamba ulipataje wazo la kuja hapa hospitali kuja kuleta maziwa haya. Wakati fulani huko nyuma mwanangu alikuwa amejifungua hapa na mtoto alipata shida kidogo kiafya. Kwa hiyo ilibidi alazimike kubaki hapa hospitali ili aweze kuhudumiwa zaidi. Lakini si hivyo tu, nikiwa hapa nikaendelea kuona watoto wale ambao kidogo watoto ambao hawajatimia siku zao. Kwa hiyo kuna chumba maalum wanalelewa, wanatunzwa pale. Kwa hiyo nilijifunza kitu kwamba nilipata wazo kwamba hawa wanaolelewa huku na mama zao maziwa hayatoki. Maziwa anapata wapi ya kuwawezesha hawa kuishi? Kwa hiyo baada ya utafiti wangu nikajua kwamba kuna maziwa wanaletewa. Sasa na mimi nikapata wazo na nikashirikisha kanisa, uongozi wa kanisa, tukakubaliana kwamba tuje hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunawasilisha haya maziwa. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kufanya hivyo. Tunawashukuru sana, na ninaomba nitoe rai kwa Watanzania, tusijisahau, tusapoti, tusiachie kila kitu serikali. Serikali mfanya jitihada kujenga hospitali na huduma mbalimbali, madaktari wapo na huduma zingine zipo zinapatikana hapa. Tusiachie kila kitu serikali, tujitoe na sisi kufanya
Kama hivi tulivyojitolea, taasisi za dini, hata watu binafsi, unaweza ukaamua nyumbani kwako kununua maziwa ukaleta hapa kusaidia. Hii ndio uzalendo, ndio utu, ndio upendo wa kuipenda nchi yako. Ukiwa mzalendo utajitolea tu, sio kila kitu lazima utake gharama fulani au malipo. Hapana. Kwa hiyo nitoe rai kwamba Watanzania tujitolee pia katika mambo mbalimbali, sio tu hospitali na sehemu zingine vile vile. Kwa hiyo ni muendelezo huu, tunaendelea. Kwa mfano sisi siku ya kesho na kesho kutwa tutakuwa pia tunapokea vitu mbalimbali katika kusaidia yatima na wajane, na tutakuwa na uchangiaji damu tarehe 18 Ijumaa, tutakuwa na uchangiaji damu. Tunajitolea kwa ajili ya kuhakikisha tuna support serikali katika jitihada ambazo zinafanyika kwa ajili ya kuisaidia nchi yetu. Niwashukuru sana ndugu waandishi wa habari, na ndio maana mmetuona tuko hapa, na natoa shukurani kwa uongozi mzima wa hospitali na kwa namna ambavyo wameshirikiana nasi katika jukumu hili. Tuendelee kuiombea nchi yetu, kumwombea Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kuombea uchaguzi wa mwaka huu pia. Tuendelee kuombea. Kwa sababu gani? Nchi hii ni ya kwetu, tunahitaji kuiombea amani na utulivu, tuweze kufanya kazi vizuri kwa pamoja kwa ustawi wa nchi yetu. Mungu awabariki sana. Asante sana. Ukazidi kuwabariki, ukazidi kuwainua, ukazidi kuwapa afya njema katika jina la Yesu. Tunapinga na kuzuia mauti, haina nafasi katika jina la Yesu. Mungu endelea kuwatetea watoto hawa, wape afya njema na uzima. Tunakushukuru Bwana. Asante kwa manesi wanaofanya kazi nzuri ya kuendelea kuwahudumia watoto hawa. Ninakushukuru Mungu kwa upendo wako. Ninajua utawabariki katika jina la Yesu. Amen. Asante sana. Mungu awabariki. Jina naitwa Janet Sichone, ni muuguzi kiongozi katika wodi ya watoto wachanga ambayo ni neonates. Kiukweli tunashukuru sana kwa wageni wetu kuja kututembelea, na tunashukuru sana kwa zawadi ambayo wametuletea, ambayo ni zawadi muhimu katika watoto wetu. Pia tunashukuru hata uongozi wa hospitali kwa kuwakubalia wageni wetu kutoka kanisa la Carmel Assemblies of God kuja kututembelea na kutuletea zawadi muhimu kwa watoto wetu. Tunaombea Mungu azidi kuwabariki, na pia kama kuna wadau wengine wanaojisikia kuja kutuona na kuona kazi zetu, pia kutuletea zawadi mbalimbali, tunawakaribisha. Tunashukuru sana.